السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anwani ya khutba yetu ya leo inasema ta'arraf ila Allah fi ar-rakhai ya'rifka fi ash-shidda. Hii ndiyo anwani ambayo tutakayoishi nayo leo ndugu zangu katika aljumaa ya leo. Anwani inasema mtambue Mwenyezi Mungu wakati wa raha, wakati wa neema, wakati wa afya, ili Mwenyezi Mungu naye akutambue wakati wa matatizo, wakati wa shida, wakati wa haja. Makusudio ya anwani hii ndugu zangu ni kwamba tunafundishwa na kukumbushwa ya kwamba Muislamu anatakiwa awe na tabia ya kujitambulisha kwa Mwenyezi Mungu, ya kutengeneza mazingira ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, awe anamtambua na anamtaja kile kipindi ambacho hana shida, afya yake ni njema, riziki yake anapata, mambo yake ni mazuri. Kile ndio kipindi sahihi cha yeye kujitambulisha, kujipendekeza, kujisogeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili ikitokezea mwanadamu huyo sasa amepatwa na matatizo, amepatwa na dhiki, amepatwa na jambo, anamuhitajia Mwenyezi Mungu, kwa kuwa tayari yeye alijipendekeza kwa Allah kabla ya matatizo, basi hata kipindi cha matatizo akijisogeza, akijitambulisha, akijipendekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hiyo ni fursa nzuri kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze naye kumtambua na kumkidhia haja zake na kumtatulia matatizo yake. Hivi ndivyo Muislamu ndugu zangu anavyotakiwa awe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewataja baadhi ya watu ndani ya Qur'ani wa namna kama hii, bali aliposema tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wapo waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nyakati za usiku miili yao inaepukana na vitanda vyao. Maana yake ikifika usiku wanaacha vitanda vyao, hawalali, isipokuwa wanasimama katika misala yao, katika mikeka yao, wanamuabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanasimama usiku, ndio maana yake. Wanajipendekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala khaufan wa tama'an. Wanafanya hivyo kwanza kwa kuogopa adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hasira zake, lakini pili wanafanya hivyo wa tama'an, kwa kutamani kupelekwa au kuingizwa peponi. Kwa hiyo wao wanaamua usiku kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuachana na vitanda vyao,
Ndio Allah akasema tatajafa junubuhum anil madaji, yani mbavu zao au miili yao inatengana na vitanda vyao ili waweze kusimama kwa ajili ya kujipendekeza, kujitambulisha, kujisogeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa Allah Subhanahu wa Ta'ala amewataja, na wanafanya hivi wakati wakiwa katika hali ya kawaida. Mtu anaamka usiku, hana maradhi, hana haja yoyote isipokuwa anatafuta kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wako baadhi ya watu huwa wao hawana utaratibu wa kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu mpaka wapatwe na matatizo, mpaka wapatwe na dhiki, mpaka wawe na mahitaji fulani. Lakini kama hawana mahitaji yoyote, hawana dhiki yoyote, huwa hawana utaratibu wa kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu, isipokuwa wao ni kusahau, kudharau, kupuuza na kuendelea kuishi kana kwamba hakuna Mungu, hakuna haja ya kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu. Na hawa pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewataja vile vile pale aliposema fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idha hum yushrikun. Wako watu wengine ikitokezea wamepanda katika jahazi katikati ya bahari au katikati ya maji, jahazi likaleta tabu, bahari ikachafuka, bali wa sasa wanamuomba Mwenyezi Mungu hali ya kuwa wanamtakasa, wanamuomba Mwenyezi Mungu awasaidie, awaokoe. Lakini wakishuka tu nchi kavu, idha hum yushrikun, hawana habari, wamerudi kule kule katika kumsahau Mungu, kumshirikisha Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaja makundi ya aina mbili. Kundi la kwanza ni lile ambalo lenyewe linamkumbuka Mwenyezi Mungu usiku pasi na kuwa na shida yoyote, lakini wako ambao wanaomtaja na kumkumbuka Mungu wakati wa matatizo au wakati wa haja maalum. Haya ni makundi mawili ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyaeleza. Lakini hebu tuangalie sasa natija, matokeo au faida ya moja kati ya haya makundi mawili. Kundi ambalo lina uradi au utaratibu wa kumkumbuka Mwenyezi Mungu lenyewe wakati wa raha, na kundi ambalo hilo halimkumbuki Mwenyezi Mungu mpaka wakati wa shida. Tuangalie matokeo na faida zinazojitokeza baina ya makundi haya mawili. Turudi kwenye Qur'an tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuchukue baadhi ya visa vichache vya manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili tuweze kuchukua masomo na mazingatio katika visa hivyo. Tuone namna gani mitume ya Mwenyezi Mungu iliyokuwa ni mema au ni wema, namna gani walivyokuwa wakimkumbuka na kumtaja Mwenyezi Mungu wakati wa raha, kisha Mwenyezi Mungu akawakumbuka au akawasaidia, akawapa nguvu wakati wa matatizo. Tumchukue Nabiyullah Yunus ibn Matta alayhi salam, mtume Yunus ambaye huyu ni mtume maarufu, anatajwa mara kadhaa na kisa chake pia ni maarufu. Ni mtume ambaye aliyepata mtihani wa kumezwa na samaki. Nabiyullah Yunus yeye alipata mtihani wa kumezwa na samaki au wa kumezwa na samaki aina ya chewa, kama wanavyotuambia waalimu na mashekhe zetu. Huyu bwana alikumbwa na mawimbi ya bahari. Kisa chake cha huko nyuma ni kirefu, lakini tuchukue hapa tunapokusudia. Alipoingia katika mawimbi ya bahari yale akazama, kisha akamezwa na samaki. Akawa katika mtihani mzito. Kwanza alikuwa ndani ya kiza cha tumbo la samaki,
mle tumboni mwa samaki kuna kiza. Hicho ni kiza cha kwanza. Lakini pili, samaki mwenyewe pia yuko baharini. Mle baharini kuna kiza. Hicho ni kiza cha pili. Lakini tatu, jambo lenyewe pia litokea usiku. Maana yake kiza cha usiku. Kwa hiyo Qur'ani inamuelezea, inasema fi dhulumatin thalath. Yunus alikuwa katika viza vitatu. Kiza cha tumbo la samaki, lakini kiza cha bahari, lakini tatu kiza cha usiku. Ni eneo ambalo hakuna yoyote anayeweza kumuona. Hakuna yoyote anayeweza kusikia sauti yake pale atakaposema niokoeni au nisaidieni. Lakini sauti yake ilisikika na ambaye anasikia kila kitu, naye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ambaye anafahamu kila kitu. Nabiyullah Yunus alayhi salam alipokuwa katika mtihani ule, ndani ya tumbo la samaki, ndani ya bahari, katika kiza cha usiku, alimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabiyullah Yunus alimuomba Mwenyezi Mungu au alimtaja Mwenyezi Mungu kwa maneno haya, kwa dua hii, kwamba la ilaha illa anta, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe Mwenyezi Mungu. Subhanak, Mwenyezi Mungu ambaye umetakasika, inni kuntu minadh dhalimin, hakika yangu mimi nimekuwa katika waliodhulumu nafsi zao. Sauti hii ambayo Nabiyullah Yunus alayhi salam aliyoitamka, fasami'atil malaikatu du'aahu, malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waliyasikia maombi yake, walikisikia kilio chake, wakasema sautun ma'rufun fi ardhin ghariba. Sauti hii ni sauti maarufu sana, tushawahi kuisikia mara kwa mara ikimtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini leo inasikika katika ardhi ngeni. Bila shaka huyu atakuwa yuko mahala si salama, yuko mahala ambapo si pa kawaida, lakini malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waliisikia sauti hii. Kwa nini waliweza kuisikia? Waliisikia kwa sababu Nabiyullah Yunus alayhi salam alikuwa ana tabia ya kumtaja Mwenyezi Mungu kabla ya kipindi hichi cha matatizo ya kumezwa na samaki. Alikuwa na utaratibu wa adhkar, nyiradi za kumtaja Mwenyezi Mungu, kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kiasi ambacho alizoeleka kwamba hiyo ndiyo desturi yake na ndiyo utaratibu wake. Sasa pale ambapo amepatwa na mtihani, anahitajia msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, naye akamlilia Mwenyezi Mungu kwa kusema yale maneno, Allah Subhanahu wa Ta'ala alimsikia, lakini hata malaika pia wa Allah Subhanahu wa Ta'ala walimsikia. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuokoa katika mtihani ule, na Allah Subhanahu wa Ta'ala akaeleza, fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunji al-mu'minin. Tukamuitikia Yunus alayhi salam, lakini pia tukamuokoa katika matatizo yale, na hivyo hivyo ndivyo tunavyofanya kuwaokoa walioamini. Ndugu zangu, tunachojifunza katika kisa hiki kifupi ni kwamba Nabiyullah Yunus alayhi salam alikuwa ni kiumbe ambaye anamtaja na kumkumbuka Mwenyezi Mungu kipindi ambacho hana haja na Mungu, hana matatizo, hana mahitaji. Hilo likawa ni jambo ambalo limezoeleka kwake. Adhkari zake, nyiradi zake zikinyanyuliwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hata pale alipopatwa na matatizo, ilikuwa kwake ni kazi rahisi. Alipomtaja Mwenyezi Mungu ikawa ni jambo jepesi na ni jambo maarufu kwake. Sisi leo tofauti yetu ni kwamba mtu hana habari na Mwenyezi Mungu,
hajikurubishi kwa Mwenyezi Mungu, hana utaratibu wa kutenga muda japo wa nusu saa kuzungumza na Mwenyezi Mungu. Kuzungumza na Mwenyezi Mungu ni kufanya adhkar, ni kufanya dhikri mbalimbali, kusoma Qur'ani, kufanya istighfar. Hana jambo hilo, isipokuwa pale ambapo kibarua kimesimama, biashara haziendi, mtoto anaumwa, mama kapata ajali, hapo ndipo mtu anajifungia sasa, anaanza kumtaja Mungu na kumuomba Mungu. Hapana, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shidda. Jitambulishe kwa Mwenyezi Mungu wakati wa raha, wakati wa neema, wakati wa afya, wakati wa kujipata, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakutambua, atakuzingatia wakati wa mtihani na wakati wa matatizo. Ndugu zangu, huu utaratibu wa Nabiiullah Yunus ulikuwa ni utaratibu wake, na ndiyo maana maombi yake yalipokelewa haraka, kwa sababu yeye alijipendekeza kwa Mwenyezi Mungu kabla hajapatwa na mtihani wa namna yoyote ile. Sahaba mmoja anaitwa Salman al-Farisi alipata kusema ya kwamba ikiwa mtu ni mtu wa maombi, anamuomba Mwenyezi Mungu siku zote wakati wa siri, basi mtu huyo hata akimkuta matatizo, akimuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, malaika wanamwambia sautun ma'rufun fashafa'u lahu. Sauti hii ni sauti maarufu, hii mara kadhaa inasikika ikimtaja Mwenyezi Mungu, inasikika ikimuomba Mungu, basi wale malaika pia wanasaidia kumuombea msamaha au kumuombea kile ambacho anachokihitaji kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini ikiwa mtu si katika watu wenye kuombaomba dua, yani mtu hana utaratibu wa kumuomba Mungu katika mambo yake, katika vikazi vyake, wakati wa raha, sasa yakamkuta mambo au matatizo au mitihani, kisha akamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, malaika wanasema sautun laysa bima'ruf. Sauti hii bwana ni sauti ngeni, hatujawahi kuisikia hata siku moja. Basi wao pia hawana msaada wa kumuombea mtu yule kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, kumbe ili tuweze kujibiwa maombi yetu kwa haraka wakati wa matatizo, ni sisi kuwa na utaratibu wa kumuomba Mwenyezi Mungu, wa kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu wakati wa raha, ili wakati wa shida kwetu iwe ni rahisi kupokelewa maombi yetu na Allah subhanahu wa ta'ala.